ujumbe kwa wale waliokuwa na mbeza kwamba nchi hii tunajitambua na nchi hii itamlinda rais kwa wivu mkubwa. Chama hiki kitamlinda heshima ya Samia na Tanzania kwa wivu mkubwa. Mnakubali hivyo? Pigeni makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ambacho nataka mwenezi akijue, mimi kama Masai, basi Wairaqw wote hawa ni wajukuu zangu, mimi ndiye baba yao. Wamepiga makofi, piga makofi kwa babu. Ndugu Katibu wa Itikadi na Uenezi CCM hoye. Nimepewa nafasi ya kusema kwa dakika chache sana na katibu wangu ananibana hapa. Nataka niseme hivi. Ndugu mgeni rasmi, umefanya kazi ya kuzunguka nchi hii. Ukiwa katibu mwenezi wa CCM, cheo ambacho wananchi wamezoea kukuita mwenezi. Kazi kubwa uliyofanya kwa mafanikio makubwa ni kazi ya chama ndani ya chama, na kazi ya chama nje ya chama ndani ya umma, na kazi ya chama nje ya chama ndani ya umma dhidi ya maadui. Umefanya kazi ya kuwafanya wana CCM wajue wajibu wao wa msingi, kwa chama hiki ndicho chenye nguvu na uwezo, na nguvu hizo na uwezo wa chama hiki unatokana na mambo mawili. Kwanza unatokana na umoja miongoni mwa wana CCM, lakini la pili unatokana na kukubalika kwa chama hiki. Kukubalika kwa chama kunategemea kwa kiwango kikubwa jinsi ambavyo chama chetu kimeendelea kwa mtetezi wa kuaminika wa maslahi ya wakulima na wafanyakazi maskini wa nchi hii, kwa mujibu wa mwongozo wa Chama cha Mapinduzi wa mwaka 81. Nataka niseme, chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kujenga uchumi wa kisasa fungamanishi, jumuishi, shindani, uliotoa nchi kutoka uchumi ulio nyuma na tegemezi na kulipeleka taifa letu katika uchumi wa kisasa wa taifa linalojitegemea. Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mambo makubwa ambayo hayajawahi kufanyika katika historia ya nchi hii. Ukianza swala la kuinua uchumi, sisi wafugaji wa kanda kaskazini, Dr. Samia Suluhu Hassan katika nyanda kame kama za Simanjiro ametuwezesha mradi wa zaidi ya bilioni 42 kutoa maji kutoka mto Ruvu na kuleta makao makuu ya wilaya ya Simanjiro na kuhudumia kata zipatazo 6 kwa sasa. Hii ni hatua ya kimapinduzi, hatua ambayo wafugaji wa Simanjiro hawana mtu mwingine watakayempa shukrani ila Dr. Samia Suluhu Hassan, kipenzi cha Watanzania. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, kwa miaka hii minne Dr. Suluhu Hassan, wilaya ya Simanjiro imepata vituo vya afya 5, na katika historia kabla ya kuumbwa kwa dunia mpaka wakati Samia anaingia tulikuwa na vituo vya afya 3. Leo tuna vipya 5 kwa miaka minne. Hata leo kata zilizobaki tuna matumaini kwamba Dr. Samia akisema niaminini, tunamwamini na tutampa kura za kishindo kwa sababu amefanya yanayoonekana katika maeneo haya. Mpigeni makofi Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, sekta ya mifugo imefanya mapinduzi makubwa. Majosho yamejengwa, mabwawa yamejengwa, visima vya maji vimejengwa, barabara zimejengwa, elimu imeimarishwa kutoka hatua za awali, shule za msingi, na sasa wafugaji wanasoma vizuri, wanaitafuta elimu kama baba wa taifa alivyosema, Biblia inavyosema, ikamati elimu siachie enda zake, na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinasema twalib la ilmi faridatun Allah kulli muslimin wal muslimat. Ndugu wananchi, nataka niwaambieni, niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ndugu Makalla ni katibu mwenezi wa Chama cha Ukombozi. Kuna tofauti kubwa kati ya chama cha siasa na Chama cha Ukombozi. CCM sifa yake ya kwanza na jukumu lake la kwanza ni kukomboa nchi zetu mbili. ASP iliongoza mapinduzi makubwa ya Zanzibar na kumuondoa sultani, na chama cha TANU kiliongoza mapinduzi makubwa Tanzania bara chini ya uongozi wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na mwaka 77 tarehe 5 mwezi wa pili tuliunganisha vyama vyetu viwili, ikazaliwa Chama cha Mapinduzi, Chama cha Ukombozi, ambacho imeendelea kujua kwamba namna ya kuendelea kuishi na kutawala kuongoza nchi hii ili kulinda uhuru ulioasisiwa na vyama vya asisi vya TANU na Afro Shirazi ni kuendelea kwa mtetezi wa kuaminika wa maslahi ya wakulima, wafugaji, wavuvi, watumishi wa nchi hii, wafanyakazi, na ndio maana bado tuko madarakani. Kwa hiyo nataka nipeleke ujumbe katibu kwa wapinzani wetu walioko mahabusu na walioko nje. CCM hoye. Kwamba mkitaka kujua siri kwa nini CCM inashinda, siri yetu ni moja. Siri yetu ni moja. Chama hiki kimeendelea kuwa mtetezi wa kuaminika wa maslahi ya wanyonge. Na ndio maana leo mimi nasimama kifua mbele kuihakikishia dunia na kuihakikishia Tanzania kwamba majimbo yote ya wafugaji kaskazini mwa nchi hii, na nikiwa mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Manyara, majimbo yote ya mkoa wa Manyara
hayana mgombea mwingine wa urais. Kura zetu zote zitakwenda kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kipenzi cha Watanzania. Angalia Gates Foundation wamempa tuzo Mama Samia Suluhu Hassan. Dunia hii na marais wengi. Gates Foundation imempa Samia tuzo. Chama cha Msalaba Mwekundu imempa Dr. Samia tuzo. Sisi wenyewe wabunge wa Bunge la Jamhuri tumempa Samia tuzo. Dunia inajua, Tanzania inajua, wakulima wanajua, wafanyabiashara wanajua, wamachinga wanajua, bodaboda wanajua, Wairaq wanajua, Wagorowa wanajua, Wamasai wanajua.